Karibu katika taarifa yetu ya habari za leo. Katika vichwa vya habari vya leo, Rais wa Bunge la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Aime Boji Sangara, alisitiza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitasalimu amri wala kuachia maeneo yake ya mashariki, huku wakipinga vikali kauli ya mgawanyiko na wito wa uasi. Wakati huo hofu yaongezeka Kivu Kaskazini baada ya vyanzo vya ndani kuripoti madai ya kupanga wa mpango wa waasi wa M23 wa kushambulia mji wa Beni na Butembo, huku tuhuma nzito za ukiukwaji wa haki za kibinadamu zikielekezwa katika maeneo yanayodhibitiwa na uasi ndani ya mji wa Goma. Na katika habari nyingine, mbunge wa Beni Karlin Nzanzu amemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akipendekeza kuundwa kwa vikosi vya ulinzi wa ndani vitakavyopatiwa mafunzo na kusimamiwa na FARDC ili kuimarisha mapambano dhidi ya uasi wa ADF. Na vile kumwisho habari takuunga na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia siku ya leo. Endelea kuwa nasi katika jioni ya leo. Wakati mashambulizi ya kundi la ADF yakiendelea kusababisha vifo, uharibifu na kuhama kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bunge wa jimbo la Beni Karlin Nzanzu ametoa pendekezo jipya kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi la kuanzishwa kwa vikosi vya ulinzi wa ndani vitakavyoshirikisha wananchi wa maeneo yaliyoathirika. Katika barua ya wazi aliyomwandikia mkuu wa nchi, yani aliyoandikia rais, mbunge huyo ameeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya katika eneo la Beni na maeneo mengine yanayokumbwa na mashambulizi ya waasi wa ADF. Amesema kuwa licha ya juhudi zinazofanywa na jeshi la FARDC pamoja na vikosi washirika, bado wananchi wengi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa Karlin Nzanzu, suluhisho moja wapo inaweza kuwa kuundwa kwa vikosi maalum vya ulinzi vya ndani vitakavyoundwa na raia wanaojitolea kulinda maeneo yao. Hata hivyo, amesitiza kuwa vikosi hivyo vinapaswa kupatiwa mafunzo rasmi, vifaa msingi na kusimamiwa moja kwa moja na jeshi la FARDC ili kuhakikisha vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu za kijeshi. Bunge huyo amefafanua kwamba pendekezo lake ni tofauti na makundi ya wazalendo ambao wamekuwa wakishiriki katika mapambano dhidi ya uasi katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa maoni yake, vikosi vya ulinzi wa ndani vingekuwa na mfumo rasmi zaidi ya kusimamiwa na uratibu chini ya mamlaka ya serikali na jeshi la taifa. Amesema kuwa wananchi wanaoishi katika maeneo yanayoshambuliwa mara kwa mara wanafahamu vizuri mazingira yao, njia zinazotumiwa na waasi pamoja na changamoto za kiusalama zinazowakabili wakazi wa maeneo yao. Kwa sababu hiyo, ushiriki wao katika ulinzi wa maeneo yao unaweza kusaidia kuongezeka kwa uwezo wa kukusanya taarifa za kiintelijensia na kuimarisha usalama wa jamii. Pendekezo hilo linakuja wakati ambako mashambulizi yanayohusishwa na kundi la waasi wa ADF yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia, utekaji wa watu na kuhama kwa maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao kwa sababu ya mapigano ya mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa pendekezo la kuanzisha vikosi vya ulinzi wa ndani linaweza kuwa faida katika kuongeza ushirikiano kati ya jamii au wananchi na vikosi vya usalama. Hata hivyo, baadhi yao wanaonya kuwa ni muhimu kuwepo kwa usimamizi madhubuti ili kuepusha uwezekano wa matumizi mabaya ya silaha au kuzuka kwa makundi yasiyodhibitiwa. Kwa sasa bado haijajulikana ikiwa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi itapokea na kutekeleza pendekezo hilo. Hata hivyo, wito wa bunge Karlin Nzanzu unaonyesha kiwango cha wasiwasi uliopo miongoni mwa viongozi na wananchi wa Beni kuhusu tishio linaloendelea kutoka kwa waasi wa ADF. Wananchi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kutarajia hatua za haraka kutoka kwa serikali ili kuimarisha usalama, kulinda maisha ya raia na kurejesha amani katika maeneo ambayo kwa miaka mingi yamekumbwa na machafuko ya makundi yenye silaha. Hiyo ndio ilikuwa hali inayojadiliwa kwa sasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku pendekezo mpya ikitolewa katika jitihada za kukabiliana tishio la waasi wa ADF na kuimarisha ulinzi ya wananchi. Tubaki huko mashariki mwa
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama ya katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya vyanzo mbalimbali vya ndani kutoa taarifa zinazodai kuwepo kwa mipango ya mashambulizi mpya dhidi ya mji wa Beni na Butembo, huku madai mengine yakieleza uwepo wa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika mji wa Goma. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na baadhi ya watu walioko Goma, wakiwemo wanaodaiwa kuwa karibu na muungano wa M23, kuna hofu kwamba mashambulizi mapya yanaweza kupangwa dhidi ya maeneo ya Grand Nord kabla ya mwisho wa mwezi wa 6, yani mwezi huu mwaka wa 2026. Chanzo hicho kilidai kuwa viongozi fulani wa M23 walitumwa katika maeneo ya Grand Nord kwa lengo la kutafuta ushirikiano kati ya kundi la waasi ya ADF ili kuratibu mashambulizi dhidi ya mji wa Beni na Butembo. Kwa mujibu wa madai hayo, lengo la operation hiyo lingekuwa kuchochea hasira za wananchi dhidi ya serikali na jeshi la taifa ili waasi waonekane kama suluhisho la matatizo ya usalama yanayokabili eneo hilo. Madai mengine yanaeleza kwamba baadhi ya viongozi wa utawala wa waasi wanadaiwa kuruhusu uwepo mkubwa wa wapiganaji wa FDLR katika maeneo fulani, pamoja na kuanzishwa kwa kambi ambayo ingeweza kutumika kama sehemu ya kujificha au kujipanga upya ikiwa operesheni zinazolengwa katika mji wa Beni na Butembo zikishindwa kufanikiwa. Mbali na masuala ya kijeshi, taarifa hizo pia zimeibua masuala kuhusu matumizi ya baadhi ya nyumba na viwanja binafsi ndani ya mji wa Goma. Baadhi ya vyanzo vinadai kuwa maeneo hayo yanatumika kama vituo vya mafunzo ya kijeshi na sehemu za kuhifadhi wapiganaji, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia wanaoishi katika mji huo. Hata hivyo, madai yanayozua taharuki kubwa zaidi ni yale yanayohusu hali ya wafungwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kwa mujibu wa chanzo kimoja, gereza la Mzenze pamoja na kituo cha kizuizini kinachojulikana kama Shemesha kinadaiwa kuwa katika hali mbaya sana, huku kukiwa na taarifa za vifo vya wafungwa na watu wanaozuiliwa. Chanzo hicho kilidai kuwa mili ya watu wanaofariki katika maeneo hayo usafirishwa na kutupwa katika ziwa Kivu au katika eneo la Lac Vert. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na taasisi huru za uchunguzi, jambo linalofanya swala hilo kuhitaji uchunguzi wa kina na wa kujitegemea. Kutokana na uzito wa tuhuma hizo, wachambuzi wa masuala ya haki za kibinadamu pamoja na mashirika mbalimbali za kimataifa wameendelea kusisitiza umuhimu wa kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini ukweli wa madai hayo. Wanasema kuwa uchunguzi wa kitaalamu unaweza kusaidia kuthibitisha au kukanusha taarifa hizo zinazozungumzwa na hivyo kutoa mwanga kuhusu hali halisi katika maeneo yanayohusika. Wakati huo, wakazi wa Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na kuendelea kwa mapigano, kuhama kwa wakazi kutoka makazi yao na changamoto za kibinadamu zinazoathiri maelfu ya familia. Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa kuhusu madai ya mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya mji wa Beni na Butembo wala kuhusu usalama, tuhuma zinazohusu vituo vya vizuizini vinavyotajwa. Hata hivyo, hali hiyo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa usalama pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Hiyo ndio hali ya usalama inayoripotiwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wito unaendelea kutolewa kwa uchunguzi uhuru na juhudi zaidi wa kurudisha amani na kulinda raia. Tubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limejitokeza tena kutetea umoja wa taifa na kulaani kauli zinazochochea mgawanyiko wa nchi, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayokabiliwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Akizungumza katika mazingira ya wasiwasi unaoendelea kuhusu mustakabali wa maeneo ya mashariki, Rais wa bunge la taifa Aime Boji Sangara amesitiza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitakubali kamwe kupoteza hata sehemu moja ya ardhi yake. Amesema kuwa wananchi wa mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri ni sehemu kamili ya taifa moja ya Kongo na wataendelea kubaki hivyo licha ya changamoto za kiusalama zinazokabili eneo hilo. Kwa mujibu wa Boji Sangara, nguvu ya umoja wa taifa, ustahimilivu wa wananchi na dhamira ya taasisi za serikali ndio sehemu muhimu zitakazosaidia kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yote yanayokaliwa na waasi au na makundi ya waasi.
Ameeleza kuwa hali ya sasa ya uvamizi na ukaliaji wa baadhi ya maeneo si ya kudumu na kwamba siku moja amani amani na utulivu itarejea katika maeneo hayo yote. Kauli hiyo imejitokeza kufuatia matamshi ya baadhi ya viongozi wa kisiasa wa upinzani ambayo yamezua mjadala mkubwa nchini DRC. Baadhi yao wametajwa kutoa kauli zinazodokeza uwezekano wa kujiunga na makundi ya waasi wenye silaha ili kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini, huku wengine wakitilia shaka mustakabali wa baadhi ya mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uhusiano wake na sehemu nyingine za taifa. Ingawa kuwataja moja kwa moja viongozi au, rais wa bunge la taifa aliwakumbusha kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatambua nchi hiyo kuwa taifa moja lisiyogawanyika. Amesema kuwa yeyote anayetoa kauli zinazoweza kuhatarisha umoja wa taifa anapaswa kutambua wajibu wake wa kulinda mshikamano wa wananchi na kuheshimu msingi ya katiba. Wakati huo matamshi au yameonekana kama ujumbe wa faraja kwa mamia au maelfu ya wananchi waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano na mashambulizi mengine yenye silaha katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na Ituri. Wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za usalama, ukosefu wa huduma muhimu pamoja na hali ngumu ya kibinadamu kwa kipindi kirefu sasa. Wachambuzi wa siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaamini kuwa msimamo wa bunge unaweza kusaidia kuimarisha hisia za uzalendo na kuwatia moyo wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hata hivyo, amesema kuwa pamoja na matamshi ya kisiasa, juhudi za kidiplomasia na kijeshi zinahitajika ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa suluhisho la mgogoro wa mashariki lazima liheshimu mamlaka, mipaka na umoja wa taifa. Wakati huo, wananchi wengi wanaendelea kutarajia hatua madhubuti zitakazorejesha usalama na kuwawezesha kurejea katika maisha yao ya kawaida. Hiyo ndiyo hali ya kisiasa na kiusalama inayoendelea kujadiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko viongozi wa kitaifa wakisisitiza umuhimu wa kulinda umoja wa taifa na kutetea uadilifu wa mipaka ya nchi. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwepo mabishano makali kati yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kukiri kumkosoa vikali na kutoa kauli chafu dhidi ya mshirika wake huyo wa karibu, wakati ambapo mvutano katika eneo la Ghuba ukiongezeka baada ya Iran kuishambulia Kuwait na mashambulizi ya Marekani karibu na mlango bahari wa Hormuz. Mengi zaidi kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati anaarifu Babu Abdallah. Katika mahojiano yaliyochapishwa leo Jumatano na gazeti la The New York Post, Trump amekiri kumtusi Netanyahu na kumuita mwendawazimu katika mazungumzo yao kwa njia ya simu siku ya Jumatatu, kwani ilikuwa na wasiwasi kuhusu mapigano ya kila mara yanayofanywa na Israel dhidi ya Lebanon. Hata hivyo, amesema amekuwa na uhusiano mzuri sana na Netanyahu, kwani wamefanya kazi pamoja vizuri na kwamba anampenda sana kiongozi huyo wa Israel. Kituo cha habari cha Axios na televisheni ya ABC viliripoti kuwa Trump alitumia lugha chafu kuhusu vitisho vya Israel vya kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, akihofia kwamba vitaathiri mazungumzo na Iran ili kusitisha vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Trump amesema ana matumaini ya kukutana na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, huko Marekani na Iran zikishtumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayozidi kukwama. Trump ameliambia gazeti la New York Post kwamba angependa kukutana naye na huenda wakakutana siku moja kulingana na jinsi mambo yatakavyokuwa. Inaaminika kuwa Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel ambayo yalimuua babake Ali Khamenei na hajaonekana hadharani tangu alipotangazwa kuwa mrithi wake. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio,
Khamenei yuko hai na anaendelea kufanya kazi. I think there are indications. Nadhani kuna ishara zinazoonyesha kuwa anaendelea kushiriki katika masuala kadhaa katika ngazi fulani, ingawa mawasiliano yake yote yamekuwa katika maandishi na kupitia mtu wa kati. Wakati huo huo, shambulizi la Iran katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait limewajeruhi watu 63. Wizara ya afya ya Kuwait imesema mtu mmoja ameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC leo kimedai kuishambulia Kuwait ikiwa ni katika kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Keshim. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC kupitia mtandao wa Telegram, katika kujibu uchokozi huo, wameshambulia kwa makombora na droni kambi ya kikosi cha anga ya Al-Salem iliyopo Kuwait, ambayo inahifadhi helikopta pamoja na makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji cha Marekani huko Bahrain. Huyu alikuwa ni Babu Abdallah. Na tukielekea katika vita kati ya Ukraine na Urusi, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hivi leo Jumatano kwamba Urusi inaendelea kukata tamaa kwenye vita vyake na Ukraine katikati ya changamoto za kijeshi na kiuchumi inazokabiliwa nazo. Amesema hayo akiwa ziarani mjini Kiev alikowasili leo mchana, siku kadhaa baada ya Urusi kufanya shambulizi kubwa kabisa la droni na makombora mjini humo na sehemu nyingine za nchi, akiambatana na mabalozi wa nchi wanachama wa ushirika huo wa kijeshi. Lilian Mtono na mengi zaidi kuhusu ziara hii na mengineyo kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rutte amezungumzia juu ya kuongezeka kwa uharibifu nchini Urusi pamoja na shinikizo la kiuchumi na kuongeza kuwa hayo yote yanaiweka Urusi kwenye hali ngumu mno. Rutte aidha amesifu hatua kubwa zilizopigwa na Ukraine kwenye uwanja wa vita. Lakini muda mfupi baada ya kuzungumza na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev, kulisikika milio ya tahadhari kote mjini humo kutokana na kitisho cha mashambulizi kutoka Urusi. Kwa upande wake, Rais Zelensky pamoja na masuala mengine alizidi kuyashinikiza mataifa wanachama wa NATO kuongeza misaada ya mifumo ya kujilinda angani na hasa ya Patriot inayotengenezwa Marekani, ambayo Kiev inasema wanaihitaji kwa ajili ya kuyadungua makombora ya Urusi. Mjini Moscow, ikulu ya Kremlin imesema Urusi itaendeleza mashambulizi iliyoyaita ya kimfumo baada ya Ukraine kushambulia kwa droni kambi yake ya jeshi la maji na karakana ya mafuta huko mjini St. Petersburg, saa chache baada ya kuanza kwa kongamano la jukwaa la kiuchumi la nchini humo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amezungumzia mashambulizi hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Unajua, ningependa kukumbushia taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje kwamba majibu yetu yatakuwa ya kimfumo, na kusema kweli tayari yapo. Hilo ndilo jambo la kwanza. Na taarifa kuhusu mashambulizi maalum, hilo ni jukumu la mamlaka za kikanda na wizara yetu ya ulinzi. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba operation maalum ya kijeshi inaendelea ili kuzuia mashambulizi kama hayo. Droni za Ukraine zilishambulia maeneo ya kijeshi yaliyopo mjini humo mapema leo, wakati maafisa wakiwa wanajikusanya kwa ajili ya jukwaa hilo la kiuchumi linalofanyika mjini humo kwa siku 3, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka za Urusi na Ukraine. Karibu wageni 20,000 kutoka mataifa 130 wanahudhuria tukio hilo la kila mwaka. Lakini Rais Zelensky amesifu mashambulizi hayo ya Ukraine kwenye mji huo, akiyataja kuwa ni jibu la haki dhidi ya mashambulizi ya Urusi nchini mwake, huku akitishia kuimarisha zaidi mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na taarifa kutoka mjini Berlin, Ujerumani, zinasema uwezekano wa mazungumzo kati ya Urusi na Ulaya kuhusiana na mzozo wa nchini Ukraine unaanza kujitokeza taratibu, ingawa huenda ikachukua miezi kadhaa kabla ya kuanza, ikiwa ni kulingana na afisa wa serikali ya Ujerumani alipozungumza na waandishi wa habari hii leo. Amesema kulikuwa na ishara thabiti kwamba kundi la E3 linalokutanisha mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza litaendelea kuchukua nafasi muhimu kwenye suala hilo. Na msikilizaji, ni DW Kiswahili, tunasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili, YouTube moja kwa moja, Facebook, Instagram, lakini pia redio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaitembelea Urusi, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya bara la Afrika tangu kuingia madarakani, na ziara hii inakuja katika wakati sifa ya utawala wake imeingia doa kubwa katika ulimwengu wa nchi za magharibi, ukitoa
anatuhumiwa kwa mauaji na ukandamizaji mkubwa uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Je, kwa nini hasa Rais Samia amechagua kwenda Moscow? Ziara hii ina umuhimu gani kwake? Nimemuuliza hilo mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye pia ni mhadhiri katika Chuo cha Diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, na alikuwa na mtazamo huu. Nadhani Urusi ni mshirika mkubwa wa Tanzania kwa kipindi kirefu, na nchi ya Urusi ni nchi ambayo haijali sana masuala ya ndani ya nchi husika ambayo inaamua kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye zama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi. Kama unavyosema, ni ziara ambayo inakuja baada ya matukio ya uchaguzi ya kuuawa kwa Watanzania, ambapo sura ya kimataifa iliyojitokeza ni Umoja wa Ulaya na hata Marekani zimekuwa zikikosoa Tanzania kwa hayo yaliyotokea Oktoba 29 na baada yake, na hata baadhi ya maafisa wake Tanzania kuwekewa vikwazo na Marekani. Kwa ziara hii ya Rais Samia Urusi, unadhani anatuma ujumbe kwa nchi za magharibi? Nadhani uchaguzi wa aina ya nchi kutembelea pia ina maana kubwa kidiplomasia. Na kutokana na kwamba kwa nchi za magharibi nyingi kuiwekea vikwazo Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi, inanyima fursa hiyo ya kufanya ziara katika mataifa hayo. Kwa hiyo kuelekea katika mataifa ya mashariki, lakini hata mataifa mengine labda ya Kiafrika, inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kuonesha kwamba kama nchi huru inaweza kuchagua mtu yoyote wa kuweza kushirikiana naye. Kwa hiyo ni kipindi tunasema cha diplomasia mkanganyiko kidogo kwa Tanzania, jambo ambalo ni hatua kidogo katika kujisafisha, lakini katika vile kutuma ujumbe kwamba bado Tanzania ni nchi huru ambayo inaweza kujiamulia mambo yake. Katika suala hilo la Tanzania ni nchi huru, inaweza kujiamulia mambo yake. Hili pia tunaliona katika mataifa kadhaa mengine ya Afrika. Hapa nikitoa mfano kama Burkina Faso, Mali, Niger. Haya yamekuwa wazi kabisa katika kuyakosoa mataifa ya magharibi na yakionyesha kuwa tayari kuondoa ushawishi wa nchi hizi kwenye mataifa yao. Tanzania inaweza kujitenga na mataifa ya magharibi na kuitegemea Urusi? Kwa kweli majiundo ya kisiasa na ya kimaendeleo na ya kidemokrasia ya Tanzania lakini na nchi nyingine za magharibi mwa Afrika ni tofauti kabisa. Burkina Faso au Mali au Niger, wao wanao huo uwezo moja kwa moja kwa sababu ya falsafa na itikadi walizokuwa nazo tangu wanapata uhuru mpaka sasa. Lakini Tanzania kama Tanzania imekuwa na ushirikiano mkubwa na mataifa ya magharibi, lakini vile haijaacha kuwa na ushirikiano na mataifa pia ya mashariki. Kwa hiyo sidhani kwamba ni wakati sahihi sasa Tanzania kuamua kuchagua upande, kwa sababu hata sera mambo ya nje ya jamhuri hii hairuhusu katika kufanya hivyo. Ni nchi ambayo lazima ishirikiane na mataifa yote katika kuhakikisha kwamba gurudumu hili la maendeleo linakwenda. Kwa hiyo nadhani katika kujikusanya upya, kuangalia ni eneo gani wanaweza kufanya ushawishi, lakini bila kusahau kwamba mchango wa nchi za magharibi ni mkubwa sana katika kukuza maendeleo kati ya Tanzania na mataifa hayo. Na Bwana Gonde, tunapofahamu hilo, Urusi pia tunapoitazama ni nchi ambayo iko kwenye harakati kubwa za kutanua ushawishi wake katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kwa mtazamo wako, unafikiri Urusi ina maslahi gani Tanzania? Urusi kama ambavyo umeelezea hapo awali ni nchi ambayo kwa sasa haina choice ya kuchagua nani wa kushirikiana naye, kwa sababu nchi ambayo iko vitani lakini ambayo inapoteza ushawishi kutoka baadhi ya mataifa mengine, ina uhitaji wa taifa lolote kwa sasa katika kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa kuikaribisha Tanzania hasa katika kipindi hiki inatuma ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba na yenyewe bado inayo nafasi katika mataifa ya Kiafrika. Ni mhadhiri huyo katika Chuo cha Diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho, ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamaji. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za siku ya kesho. Asante.